ya kushiriki, yani tuseme kama FA ya kwao ndio iliwapa nafasi. Kwa hiyo sio timu ya kuichukulia poa Nairobi. Lakini na wao watakuja kwa kumheshimu Azam kwa sababu wanajua Azam ni timu kubwa. Kwa hiyo mimi nachoona kwa Azam wakiwa na kocha bora kabisa ambaye ana uzoefu na michuano hii, wafuate wachezaji wajitume na wafuate maelekezo, lakini bila shaka nilikuwepo kule, uongozi wao ulikuwepo mpaka Baharesa mwenyewe yule nadhani ni Salim, kama sijakosea Baharesa alikuwepo kuja kutia morali. Kwa hiyo nafikiri Azam wako sawa sawa, wana kila sababu ya kuchukua alama tatu, wako nyumbani, wana support ya mashabiki wengi. Kwa hiyo nafikiri nawaombea tu heri wafanye vizuri. Last but not ndio mitandaoni mpaka sasa hivi kumejaa na story kwamba rasmi hii ndio Simba mbovu kuliko Simba ambazo zinashuhudiwa hapa awali. Kwa upande wako kama mdau na mchambuzi ambao unafuatilia soka muda mrefu, hii ni kweli ni Simba mbovu kuliko Simba zingine zote ambazo zimewahi kutokea? Kwa uzoefu wangu, ukisema hii ni Simba mbovu kuliko zote ambazo zimewahi kutokea, si ndio swali lako bwana Jones? Inategemeana sasa mtu anapima kwenye nini, lakini tuipime kwenye mafanikio. Kwa maana ukilinganisha na misimu kadhaa ambayo imepita kwenye ligi ya mabingwa, hata ikitokea Simba ambao wanafanya vibaya hawezi kuwa hajakusanya alama leo ndo kakusanya alama moja. Kwa maana yake ukilinganisha kwa mujibu wa wa vigezo vya mafanikio, unaona mnyama ni kweli msimu huu haijafanya vizuri au haijawa bora kama Simba nyingine ambazo zilifanya. Yes, lakini ukizungumzia pia kwenye ligi bado mbio zinaendelea. Kwa uwezi kumkaunti sana kwa sababu hajafanya vibaya sana. Bado yuko juu pale, chini nafasi ya pili. Kwa unaona ana nafasi ya kujisaisha. Dirisha dogo amejaribu kuleta nyota wapya, tuone wameongeza uhai, ni wachezaji wazuri, tuone watafanya nini. Lakini kwenye ligi ya mabingwa ukilinganisha, kujibu swali lako, naweza kusema kweli Simba hii ni mbovu kuliko Simba ambazo ziliwahi kupita, zilikuwa na ubora mkubwa kwa maana ya matokeo kuliko Simba hii. Ndio. Ni wazi wachezaji ambao wanakuwa ni wa akiba na wanaoanza wana tofauti kubwa sana katika viwango. Kwa namna ambavyo wameanza leo hawatofautiani sana, lakini sasa kuna muda mfano kama Toure kaingia, ni beki mgeni, unakuta partnership ya Nangu na Rushan Derok imeelewana. Kwa maana yake unavyoingia kwenye timu geni lazima kutakuwa na ile hofu, kutokuelewana, mikimbio, wewe una ubora wapi, tofauti na defense ya Yanga. Mwamnyeto anaweza akakaa nje, lakini sasa tumeona wanacheza wote watatu, hauna mashaka yoyote kwa sababu unajua kabisa wanajuana, huyu anacheza hivi, huyu anacheza hivi, madhaifu yake haya hapa. Kwa hiyo ukiangalia kwa Simba inachangiwa pia na upya nafikiri, kwa sababu kuna wachezaji unamkuta kama hivyo nilivyokuambia Toure sio mzoefu kucheza na mabeki wenzake. Kwa hiyo hivyo wakina Kibabage pia ndio hivyo. Ndio. Ukiangalia naona Simba ameasiliwa na majeraha ya wachezaji ambao Yusuf Kagoma kashindwa kuendelea na mchezo, Wilson Nangu ambaye alitani hivi akateleza. Kwa hiyo unaona hao, manake sijui kama mwalimu angeweza kufanyia hesabu kwa sababu ni mabeki ambao wanacheza katika nafasi position za ulinzi. Na ukiangalia magoli yote yametokana kwenye position hizo. Goli la pili wakishindwa kumbaki mpigaji anaingia ndani anatagua engo mbali. Goli la kwanza unaona mwenye Kante anamrudishia kipa fupi, Steka anakutana na mchukua kipa anaweza kufunga. Kwa hiyo naona zile sabu za lazima ndio zimeweza kupelekea matokeo labda kwa mnyama Simba, lakini kama wachezaji wale wangekuepo huenda hata kama wangepata goli labda ni hili goli la pili ambalo unaweza kusema ni goli ambalo wamelitengeneza wenyewe. Lakini pia wamekosa chance, baadhi ya chance unaona pale wakina Morris Abraham mpira kugonga mwamba. Kwa hiyo Simba ilicheza vizuri, lakini kutoka kule alikokuwa wanafanya vibaya, ukipata magoli mawili na alama moja maana yake ni mafanikio. Kwa sababu kama ulikuwa unafeli unapata 0, si ndio? Kwenye mtihani ukapata moja, si ndio? Ukapata na magoli mawili, si ndio? Maana yake hatua unafanikiwa. Class, mimi namuita Avieta.
Mimi namuita Vieta, golikipa wa Simba. Kuna mpira alidive mmoja alafu akaufuta hivi. Yuko makini. Yule wapo class moja na Pinpin Kamara, lakini yule anachomzidi Kamara ni umakini na utulivu. Ujue Pinpin anaweza akadive kama ile na Yanga akaurudisha mpira hapa katikati. Yaani ana ile njonjo kama. Lakini wote ni magolikipa wazuri, wapo level moja, lakini huyu naona kitachompa aendelee kubaki na watu kumwamini ni umakini wake. Yuko serious. Kuna mpira mmoja nadhani kipindi cha kwanza alifanya save ambayo kila mtu alishika kichwa labda mwana Simba. Kwa hiyo naona ni golikipa mzuri, ni class kubwa. Wachezaji kama wale Simba wanatakiwa wasajili ili kuboresha kikosi chao. Shukrani sana M15. Naenda kumwangalia mwanangu Jeff Kitamba la bora. Anabii. Unaona mnyama ni kweli msimu huu haijafanya vizuri au haijawa bora kama Simba nyingine ambazo zilifanya. Yes, lakini ukizungumzia pia kwenye ligi bado mbio zinaendelea. Kwa uwezi kumkaunti sana kwa sababu hajafanya vibaya sana. Bado yuko juu pale, chini nafasi ya pili. Kwa unaona ana nafasi ya kujisaisha. Dirisha dogo amejaribu kuleta nyota wapya, tuone wameongeza uhai, ni wachezaji wazuri, tuone watafanya nini. Lakini kwenye ligi ya mabingwa ukilinganisha, kujibu swali lako, naweza kusema kweli Simba hii ni mbovu kuliko Simba ambazo ziliwahi kupita, zilikuwa na ubora mkubwa kwa maana ya matokeo kuliko Simba hii. Ndio. Ni wazi wachezaji ambao wanakuwa ni wa akiba na wanaoanza wana tofauti kubwa sana katika viwango. Kwa namna ambavyo wameanza leo hawatofautiani sana, lakini sasa kuna muda mfano kama Toure kaingia, ni beki mgeni, unakuta partnership ya Nangu na Rushan Derok imeelewana. Kwa maana yake unavyoingia kwenye timu geni lazima kutakuwa na ile hofu, kutokuelewana, mikimbio, wewe una ubora wapi, tofauti na defense ya Yanga. Mwamnyeto anaweza akakaa nje, lakini sasa tumeona wanacheza wote watatu. Hauna mashaka yoyote kwa sababu unajua kabisa wanajuana, huyu anacheza hivi, huyu anacheza hivi, madhaifu yake haya hapa. Kwa hiyo ukiangalia kwa Simba inachangiwa pia na upya nafikiri. Kwa sababu kuna wachezaji unamkuta kama hivyo nilivyokuambia Toure sio mzoefu kucheza na mabeki wenzake, kwa hiyo hivyo wakina Kibabage pia ndio hivyo. Ndio. Ukiangalia naona Simba ameasiliwa na majeraha ya wachezaji ambao Yusuf Kagoma kashindwa kuendelea na mchezo, Wilson Nangu ambaye alitani hivi akateleza. Kwa hiyo unaona hao, manake sijui kama mwalimu angeweza kufanyia hesabu kwa sababu ni mabeki ambao wanacheza katika nafasi position za ulinzi. Na ukiangalia magoli yote yametokana kwenye position hizo. Goli la pili wakishindwa kumbaki mpigaji anaingia ndani anatagua engo mbali. Goli la kwanza unaona mwenye Kante anamrudishia kipa fupi, Steka anakutana na mchukua kipa anaweza kufunga. Kwa hiyo naona zile sabu za lazima ndio zimeweza kupelekea matokeo labda kwa mnyama Simba, lakini kama wachezaji wale wangekuepo huenda hata kama wangepata goli labda ni hili goli la pili ambalo unaweza kusema ni goli ambalo wamelitengeneza wenyewe, lakini pia wamekosa chance, baadhi ya chance unaona pale wakina Morris Abraham mpira kugonga mwamba. Kwa hiyo Simba ilicheza vizuri, lakini kutoka kule alikokuwa wanafanya vibaya, ukipata magoli mawili na alama moja maana yake ni mafanikio, kwa sababu kama ulikuwa unafeli unapata 0, si ndio, kwenye mtihani ukapata 1, si ndio, ukapata na magoli mawili, si ndio, maana yake hatua unafanikiwa. Class, mimi namuita Vieta. Mimi namuita Vieta, golikipa wa Simba. Kuna mpira alidive mmoja alafu akaufuta hivi. Yuko makini. Yule wapo class moja na Pinpin Kamara, lakini yule anachomzidi Kamara ni umakini na utulivu. Ujue Pinpin anaweza akadive kama ile na Yanga akaurudisha mpira hapa katikati. Yaani ana ile njonjo kama. Lakini wote ni magolikipa wazuri, wapo level moja, lakini huyu naona kitachompa aendelee kubaki na watu kumwamini ni umakini wake. Yuko serious. Kuna mpira mmoja nadhani kipindi cha kwanza alifanya save
ambayo kila mtu alishika kichwa labda mwana Simba. Kwa hiyo naona ni golikipa mzuri, ni class kubwa. Wachezaji kama wale Simba wanatakiwa wasajili ili kuboresha kikosi chao. Shukrani sana M15. Naenda kumwangalia mwanangu Jeff Kitamba la bora. Anapi